nakumbuka sana. Najua mnisikie, ila siku mama nakuja hapa. Mama, nakumbuka sana. Nakumbuka sana. Sana mamangu. Tangu baba yangu mwanamke mwingine anajitesa. Mamangu, nakumbuka sana mama. Hapo nilipo na njaa, najua unisikie mama. Kila siku ninakuja hapa, najua unisikie mama. Mama, uliondoka ukacha moyo wangu, nabaki peke yangu, nalia gizani. Chozi la yatima linaanguka kimya, hakuna anayesikia kilio cha moyo. Ndani ya giza natafuta mwanga, labda kesho kutakuja faraja. Hadithi ya maumivu, hadithi ya matumaini. Hii ni chozi la yatima. Vanessa, ulikuwa wapi? Nilikuwa kule kwa mama. Makaburini tena? Ndiyo. Umemwaga yule mdogo wako? Hapana, kwa sababu nikimwaga ananikataza kwenda kule kwa mama. Leo alikuwa anakutafuta sana. Sawa, lakini leo umekula? Hapana, tangu jana sijala. Mimi nimetoka hapo kununua sambusa, basi fika. Wewe je? Wewe kula. Mimi sijisikii kula leo. Utaenda kula nyumbani. Asante.
Baki shikamoo yako. Ulikuwa wapi? Nimetoka kwa mama. Kwa mama? Umeenda kufanya nini huko kwa mamako? Nijibu, umeenda kufanya nini huko kwa mamako? Hizo sambusa umezipata? Kanipa rafiki yake Ngumai. Kanipa rafiki yangu Mai. Kwa hiyo Mai ndo anatulisha humu ndani? Ndo anatoa misaada? Anaomba hizo sambusa. Leta hizo sambusa. Kanipa rafiki yangu Mai. Kula. Kula! Mshenzi wewe. Kanipa rafiki yangu Mai. Umbavu. Kumbe anatutolea misaada humu ndani ndo anatulisha huyo Mai. Mshenzi. Ndo anakupa rafiki yako Mai? Umeona? Kachukua ile ndoo ya maji. Kachote maji. Uje uoge, ubadilishe nguo kabla babako hajarudi. Na kisikia lawama zozote kwa babako, unihusu mimi, utanijua. Umenielewa? Nenda ndani, kachukua ndoo, kachote maji. Wai haraka. Nenda, pumbavu. Wai. Nalala kubadilika cheza game. Wai. Ufanye haraka. Nakupa dakika 5. Fanya haraka. Fanya haraka. Umbavu. Wala. Tunacheza game. Umeona sasa? Nenda kachukue maji, uoge, ubadilishe nguo. Baba kukute umeoga, umependeza. Umesikia? Amka mwanangu, twende kwa. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza, nalia moyoni, hakuna wa kuniona, natafuta mwanga lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna pumziko, lakini ndani yangu bado kuna tumaini kwamba siku moja nitaitwa wa thamani. Wewe leta hela kwanza. Una hela kivipi? Hiki umekwambia ni kituo cha msaada hiki. Lete hela ndo uchote maji. Hiki kisima nimetumia bei kubwa sana kukichimba mimi. Kaka. Nini na wewe? Mimi namlipia kwenye hela yangu. Bahati yako wewe. Chota maji uondoke. Siku nyingine njoo na hela. Hapa sio kwa babako wala sio kwa mamako wewe. Kisima natumia gharama kubwa sana kuchimba. Kuna vile ndoo nimeweka, kamba nimeweka. Nimetumia hela. Una bahati yako. Siku nyingine njoo na hela. Sasa usingemkuta rafiki yako hapa. Urudi nyumbani wewe. Nimezoea sauti za milango kufungwa, vikombe vitupu, meza isiyo na chakula, lakini moyoni. Kama umekata hivi, nyie yatima mna nini nyie? Matatizo. Umekuja bila hela, umelipiwa. Kamba yangu umekata. Ndoo yangu umedondoshia kwenye kisima. Basi tunaenda kwa mama yako, nenda ukalipe. Samahani kaka, nini? Sasa samahani nini? Bahati mbaya iko wapi hapa? Bahati mbaya nini hapa? Lazima tuende tukalipe kamba hii. Lazima beba ndoo tuende kwa mama yako huko. Beba haraka, pita twende. Ai nyewe sio mwoga mkoje nyewe.
Wenyewe. Hadi. Ah, njoo huku. Za size dada. Salama. Habari yako? Haya, mwanao kashaba nanga huko kisimani huko. Nakuaje? Amekata kamba ndo yangu imedumbukia kisimani na kamba imedumbukia humo humo. Haya, sasa hivi pale kamba hamna wala hamna ndoo. Haya, tunafanyaje? Wewe umekataje kamba? Mama, nahisi ile kamba ilikuwa mbovu. Ilikuwa mbovu? Wamechota watu zaidi ya 25 leo. Alafu kwako ndio uje ukatika. Mimi na sio atakuwa amedondosha makusudi dada. Kwa hapa mimi ninachohitaji sina msalia mtume wala nini. Mimi ninachohitaji hapa nahitaji hela yangu. Taji hela nikanunue kamba, nikanunue na ndoo. Basi tusamee tu kaka. Wagosha. Yaani wasamee. Kwamba mimi nilienda dukani nikacheka. Ni shinga? 10,000. Nini? Unashtuka nini? Yaani kuharibu mwaribu nyinyi afu kushtuka mshtuke. Leta 10,000 yangu hapo mimi nikanunue ndoo, nikanunue kamba. Au kama vipi muende mkanunulie ndoo na kamba huko mtalipa na nauli zenu hapo sasa. Sawa, sio mbaya. Nakuletea. Shika. Sasa makasiro anamletea nani? Kuharibu mwaribu nyinyi hapo makasiriko uniletee mimi. Nenda bwana. We mtoto, umenifanyia nini? Ndio umeenda kuyavolonda nini huko? Nikusamee. Wewe unajua ile hela mimi nimeipata pataje? Na chokuomba kitu kimoja. Kaitafute hiyo hela. Kafanye kazi yoyote unayojua wewe, uniletee 10,000 yangu. Umenielewa? Umenisikia? Nje. Umenisikia? Mwanangu. Mimi kwambia muda mrefu uoge ubadilishe hizo nguo zimechafuka. Nini hapa tena? Mshindaje hapa nyumbani? Salama. Shikamba. Mambo jambo. Mambo jambo. Mke wangu. Nini tena? Mbona nasikia makelele? Mume wangu ndio nilikuwa namuelekeza hapa aenda kaoge. Mke wangu, unamwelekeza mtoto wangu huku unamfokea? Sasa mume wangu kwa nisikii nini ningefanyaje? Mke wangu, itakiwa umwelekeze, huyu ni mtoto. Sio unamfokea, ni unakaa unamfokea kabisa. Huyu mtoto mdogo, itakiwa umkalishe, mwanangu fanya hivi, atafuata. Lakini unapomfokea unakuwa unamharibu. Sio je, ni mtoto wangu kabisa, nampenda sana. Kwa sitaki mimi mambo yote haya sijui nini hao watoto wetu wapitia haya. Na Vanessa, nikwambia nini kuhusu uchafu? Nilikwambia ukitoka shule, weka begi la shule, oga, soma. Sio unakuwa mchafu muda wote mtoto wangu. Mimi sipendi hivyo. Sio unajua nakupenda babako. Na nisitaki jirudie tena, unasikia? Unasikia? Sitaki tena ijirudie tena. Hiyo tabia. Kula kama umelowana maji. Shida nini? Nilimtuma aende kisimani akafutima. Nini? Kisimani. Ulimtuma Vanessa kisimani? Ndio. Mke wangu, nikwambia nini kuwatuma watoto kuhusu kisimani kule? Lakini mimi mume wangu nilikuwa na kazi kwa. Lakini nini? Kwa nini mtume Vanessa aende kisimani? Na nilikataza kabisa kule watoto takiwa wasiende, na kule ni mbali, kuna hatari. Je, kikakuta kibaya kule kisimani? Wewe unamtumaje mtoto aende kisimani? Si unajua mdogo takiwa asome mtoto, sasa unamtuma kisimani. Hiyo tabia sijaipenda na sitaki jirudie tena. Lakini nilikuwa na kazi. Hata kama una kazi, nilikwambia ukiwa na shida na maji, mtu hata Jacob pale. Jacob anachota maji. Mpe hela achote maji, mpe madumu ndoo achote maji ya kutosha. Sio na watuma watoto kuchota maji. Hivi unahisi haya umemtuma mtu wangu Vanessa, je, kingemkuta kitu kule? Ingekwaje kuhusu mimi? Au uko unawaza hilo? Kwa hiyo mtu wangu nampenda sana. Kwa sitamani kimkute chochote kile. Ninachokuomba usije ukarudia tena hiyo tabia kuwatuma watoto wakachote maji. Mwite Jacob achote maji. Ila isije kajirudia. Mwanangu Vanessa, nenda kaoge ili ujiandae. Umesikia? Umesikia mwanangu? Nenda kaoge ubadilishe nguo. Umesikia? Mke wangu, hiyo tabia isije ikajirudia tena kumtuma mtoto wangu Vanessa akachote maji. Ikijirudia,
Sitokusamehe kwa hiyo. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya. Amka, hujanisikia? Nalala tu, unachafua shuka la mwanangu. Shuka hapa. Nilaza tu, nasumbua mwanangu, namtia jasho. Lala hapo. Nakutana maisha mazuri mwenyewe. Alafu nisikilize kitu kimoja. Babako pale kanichamba. Nikwambie. Umeona hiyo hela nilokupa yule nani mchota maji akachukua hela yangu, naikumbuka eh? Kwa hiyo nachoomba siku hizi nakupa siku hizi 2. Unirudishie hela yangu. Unanielewa? Na ole wa kumwambia babako. Umenisikia? Usinitumbulie macho mimi hapo. Leta kwanza utandie. Unatia huruma tu. Wewe. Mwanangu, sitaki makelele sasa hivi. Kama umenielewa, utafanya, utatekeleza. Umesikia? Alafu nikusikia umwambie babako. Wewe, nisikilize. Unanisikia vizuri? Ukimwambia babako, utakufa kama mama yako alivyokufa huko makaburini. Umenielewa? Ole wako nisikie, nitakuua. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza. Nalia moyoni, hakuna wa kuniona. Natafuta mwanga lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna. Vanessa. Vanessa, mbona siku ya leo una huzuni sana? Hamna tu. Kwa nini jana shule hujaja? Kwa sababu nguo zangu za shule zilinyeshewa na mvua. Mbona dada yako Paulina alikuja shule? Kwa sababu yeye hapo alipata nguo zake za shule. Na wewe je? Mimi umeme ulikatika. Mwalimu alikuwa anakuulizia sana. Si unajua kwamba anakupenda? Ndiyo. Na ile ndoo ya nini? Ile ndoo naenda kule kisimani kuchota maji. Wewe uliniambia babako amekukataza kwenda kuchota maji. Leo nimeamua nimsaidie mamangu mdogo. Kama utakuwa na tatizo lolote, utaniambia, mimi ni rafiki yako. Haya,
Kwa hiyo. Mama, uliondoka ukacha moyo wangu, nabaki peke yangu, nalia gizani. Chozi la yatima linaanguka kimya, hakuna anayesikia kilio cha moyo. Ndani ya giza natafuta mwanga, labda kesho kutakuja faraja. Mwanangu, una shida gani? Unajua rafiki yako Vanessa? Namjua. Ana matatizo. Matatizo tena? Yaani nyumbani kwao wanateswa. Leo ndo nimejionea. Hiyo mbona shida? Kwa hiyo unahitaji mimi hapo nifanyaje? Yaani nikusaidie nini? Uende kaongee nao. Mwanangu, hebu nisikilize kwanza. Ile ni familia. Watajua nalimalizaje. Hatuwezi kuingilia katika familia ya watu, sawa? Lakini baba nisaidie. Hebu mwanangu, hebu nielewe, sawa? Siwezi kuingia katika familia ya watu wengine, sawa? Watajua nalimalizaje, sawa? Vipi, umekula? Basi nenda ndani kafanya homework, sawa? Hadithi ya matumaini, hii ni chozi la yatima. Wewe unataka kufanyaje? Umeweza kuosha vyombo? Hebu osha vyombo huko. Mbaya. Tutaka kunywa chai.
chozi la yatima. Mimi nishamaliza kujiandaa tayari. Tayari mwanangu. Kwa namba la shule. Ndio shinga? Buku. Ingine basi na ile. Asante mama. Mama, nishamaliza kufanya usafi, kwa hiyo naomba hela ya shule. Nasikize, sina hata hela ya shule. Babako hajaniachia hela. Umenielewa? Kwa hiyo kama unaenda nenda hivyo hivyo, sina hela ya shule. Hebu niondokee hapa, toka. Nataka hela ya shule. Unafanya nini? Mbona anachelewa? Hata mimi sijui leo ana nini. Mpaka mvua itatufutia. Twendeni. Vanessa yuko wapi? Wewe unamuulizia Vanessa kila siku Vanessa. Haya una udugu naye wewe Vanessa? Yaani mimi ndugu yake nimenyamaza. Lakini wewe sio ndugu yako. Unajifanya Vanessa, ndugu yako. Bora tu wewe anakuja. Msa mwenyewe huyo. Vipi? Mbona umenuna? Mama yanipa hela. Muongo. Yeye kapewa buku, mwenyewe nimepewa buku. Sijui kaangusha, sijui kapoteza, atajua mwenyewe. Tagana hii. Fanya mama huruma. Muache. Na leo naenda kumwambia mama yake. Yaani naenda kazi lazima kwa mama. Yaani ule Salum katoa kazi kubwa, yaani mpaka kuiandika video vinatetemeka. Na yule Rashidi meno kama vipande vya miogo yule. Kwanza icheke. Anajaza ubao mzima, yaani ukiangalia una hamu ya kuandika. Usipoandika kesho bakora. Muandiko sasa. Yenyewe uelewi. Kama kama Safranko je? Yaani ndo hata akiandika ubaoni hata yaani hapo wakikutana wote. Mwandiko. Bora angekuwa madaktari, walimu sijui wamepatia wapi. Mimi nampenda mwalimu wa Kiswahili kwa sababu yeye mpole. Haya sasa tumeingiliwa. Yaani wewe kila mwalimu nampenda. Yaani tunaongelea mambo mengine hapa naona sasa mambo mengine. Sisi tunaongelea ambao watu tunawachukia. Unaona unampenda. Unamchukia yupi dada? Tuelewi. Kwa fimbo moja tu. Anakuwa chinja wali. Nenda kuja kwanza. Lakini sio vizuri kwa sema walimu kwa sababu walimu wanatoa juhudi kwa kuwafundisha. Ndio wanatoa juhudi kuwatufundisha lakini wengine wamezidi. Lakini hata sio tabia nzuri kwa sema walimu. Sio tabia nzuri. Tabia nzuri. Kichapo usemaje hivi? Mbona ukichapo usemaje hivi? Wewe nao umezidi. Leo tu umezidi shoga yangu. Kwa sababu walimu akituchapa ndo anatufundisha. Wengine wanachapa sifa. Juzi mwalimu nani kamchapa mtoto kazimia. Sasa hivi hospitali hatuja na hali gani? Yaani yule mwalimu yule. Mimi nampania yule mwalimu ambaye amempia mtoto mpaka leo hajaja shule. Na sura lake kabi kidude. Yaani wale walimu, ubao mzima unajaa mpaka nachoka. Mmemwona huyu? Si amesema hajapewa hela? Tumkagueni. Kama mimi muongo. Yaani Vanessa, kama tukague ile begi lako tukikuta hela. Hatuchezi na wewe. Mimi rafiki na wewe basi. Tena mimi ndugu yako. Tutakuja shule na wewe. Unaongea maneno mengi ya nini? Mlete hiyo begi. Leo tu begi. Tunakuchelewesha. Usianze na hili.
Wewe mtoto nini? Kwanza shika umbu. Hii si buku hii. Hii si buku. Ujali nipolete hiyo buku kwanza. Hii si buku hii. Wangu. Hebu tuangalie tuweke original. Jamani. Ngoja kwanza. Na mama Chauluma. Haya chukua hiyo buku. Haya. Wewe ukataka umpe 500. Sasa nikupe na 1500. Na wewe ungebaki na 500. Wewe kilili. Na 1500 tu 400. Buku usimrudishie wewe, si mama Chauluma. Chukua hiyo. Wewe hamna. Ela umechukua hapo, nataka utaka maongezi mengi nini? Achana naye kweli. Haya baki na mama Chauluma. Tuondoke. Mimi sijapana. Yaani nadhani tu nimecheza hapa mchezo. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza, nalia moyoni, hakuna wa kuniona, natafuta mwanga lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna pumziko, lakini ndani yangu bado kuna tumaini kwamba siku moja nitaitwa wa thamani. Usiniache. Kwa majina naitwa Vanessa Simon Tengia. Nimeigiza kama mtoto wa yatima Mbula Mwoneni pale analia kila masaa. Kwa majina naitwa Najma Muhammad Mirasi. Nimeigiza kama rafiki yake na mtoto yatima. Napenda sana. Asante. Kwa majina naitwa Rema Hussein. Nimeigiza kama rafiki yake Paulina. Asante. Kwa majina naitwa Paulina Charles Samson. Nimeigiza kama mtu ambaye namtesa Vanessa. Tunapenda! Shampa ya. Nendeni shule. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza, nalia moyoni. Vanessa, Pau, Ben. Twendeni. Vanessa yuko? Kumekucha. Hey, Kucha yake ishakucha. Vanessa, ndugu yako. Achukue kijiti muandikie hapa chini. Hilo jina alibeba neno shule. Lakini si bado rafiki yetu. Rafiki yetu wewe na Rafiki nani? yako mwenyewe. Umejihesabia peke yako. Ajue kama na rafiki yake Vanessa amembeba. Unamtaka Vanessa, ngoja. Chozi langu litakauka siku moja. Haya, huyo hapo Vanessa. Si ndio malizika eh? Tuone sio Faransa. Vani. Tendeni. Asante mama. Bwana Vanessa umpi. Mimi? Mbona Vanessa umpi? Nimpe nini? Nimpe hela? Hela ya shule mimi sina. Wewe kama unajiona una huruma sana, mpe hela ya shule. Lakini hapa ni kwa marehemu mama yake. Kwa hiyo mimi nanihusu nini kama nyumba ya mama yake? Si nataka nimpe hela ya shule? Subiria sasa.
Nishampa hela. Nendeni shule. Umefurahi? Wewe mama Huruma. Umefurahi? Nendeni shule. Mungu pia una huruma sana. Mpendi huyu. Kama angekufa kama mama yake alivyokufa. Umbavu. Acha tamaa, kwa lazima angalie mamangu. Nataka nifungue akaunti ya TikTok. Njoo ufue. Njoo ufue, unaniangalia nini? Mambo nifulie nguo zitakate. Lakini mama, mimi nimechoka. Kwa hiyo nataka nikusaidie nini? Mimi nimerudi shule na njaa. Wewe. Sitaki kujibishana. Kwanza nimechoka. Unajua kuchoka? Sitaki kujibishana na wewe kabisa. Naomba ufue hizo nguo. Lakini mama, si nguo za dakpau. Kwa hiyo wewe kumsaidia dada yako kufua nguo? Uwezi kumsaidia kufua? Hebu fua uko, mimi sitaki kuongea. Fua, unaniangalia nini? Sawa mama. Tena ufue zitakata. Mama, mimi na njaa. Mimi hanihusu. Kwa maana leo unanijibisha sana wewe? Mimi sitaki kuongea, nimechoka. Kwa hiyo naomba ufue nguo. Umenielewa eh? Mama, mimi na njaa, sina nguvu za kufua nguo. Mimi naongea unapenda kunijibisha wewe. Wewe, kwa nini unapenda kunijibisha? Eh? Kwa nini unapenda kunijibisha? Kinachokufanya umpige mtoto shida nini? Lakini mama wangu, mimi unanionea. Haujauliza ni nini kwanza kinachoendelea hapo, mbona unafikia kunipiga tu? Nakuta hapo nampiga mwanangu Vanessa, unasema nikuulize. Sasa niulize nini akati hapo nampiga mtoto? Na mtoto amekosa nini mpaka unampikia, unafikia tu unaanza kumpiga? Kwa nini mama wangu mimi kumwambia afue hizo nguo ndo tatizo langu? Na hiyo tabia nilikwambia nini kuhusu watoto kufua nguo? Watoto nilikwambia wakitoka shule takiwa wafulie nguo, uwapikie chakula wale wajisomee, sio kufua nguo. Wewe ndio takiwa ufue nguo. Kwa nini kosa langu ni nini? Ni kumwambia huyo mtoto wa kike afue hizo nguo ndo kosa langu? Kumbuka wewe ni mtoto wa kike. Na hizo nguo mbona za pau hizo nguo? Pau anajisikia vibaya ndio maana nikamwambia amfulie dadake. Kwani kuna shida gani? Wewe mwanamke, nilikukataza kumpiga mwanangu. Mbona yule anamchukulia kama mwanangu kama ninavyowachukulia? Kama ukiamua kumpenda huyo mwanangu, naomba na wapende wote. Na kingine nilikwambia mke wangu, wewe ulinikuta niko na mtoto wangu. Na wewe ulikuja na mtoto wako. Lakini naoishi nao ni kama watoto zangu. Sije wabagua, chochote ninachomfanyia unamfanyia na yule mtoto wangu. Sasa kwa nini kama unakuwa kama unambagua mtoto wangu? Lakini mume wangu mimi simbagui huyu. Nilikuwa namuelekeza tu. Kwani kuna ubaya gani kumwambia mtoto wa kike afue nguo? Kumwelekeza mpaka unampiga? Kwa mtoto wa kike. Anapenda kunijibu maneno mabaya. Aniambia hapa kisa kwa mamake. Kwa hiyo mimi sio mamake. Siwezi kuwa mamake mimi. Mbona mimi nawalea vizuri tu na mwanangu huyu? Kwa hiyo mimi kosa langu ni nini? Anataka kunisema vibaya. Anasema hii nyumba ya mamake. Bora angekuwa mamake. Kwa hiyo mimi siwezi kumfaa kwa mamake. Vanessa, anachoongea mamako ni sahihi? Mimi baba sijamwambia. Kwa hiyo mimi muongo? Vanessa, mtu mzima akosei. Na wewe kumbuka ni mamako.
jinsi unavyonipenda mimi, hata unapokuwa unampenda mamako. Huyu mchukulie kama mamako. Yaani muheshimu. Chochote anachokuambia fanya. Sio unaanza kumwambia maneno mabaya, kusema hapa sijui kwa mamako, sijui ni maneno. Sijapenda. Umesikia mwanangu? Sijui kalirudia. Mama, naomba nisamehe. Mke wangu. Vanessa. Vanessa. Ale baba. Unakaa peke yako hapa? Hapana, nimemkumbuka mama. Mwanangu. Yaani umemkumbuka mama ndio unakuja unakaa peke yako huko? Hivi unahisi unapokaa hapa watu wakikuona unabaki na huzuni hapa? Hivi watu unahisi watakufikiriaje? Kali sasa itakiwa upasi mtu wangu kae nyumbani. Sio unakaa barabarani unakaa hivi, msikie? Ndio. Na sipendi je kajirudia tena kukaa hivi kujitenga peke yako. Mko unakaa na dada yako unacheza naye au unacheza na rafiki yako, ila sio kujitenga peke yako. Ndio. Alafu tena kuna kitu nataka nikuulize mwanangu. Sio unanipenda babako? Ndio. Nakuomba usije ukanificha. Niambie ukweli. Hivi pale nyumbani unaishi vizuri na mamako na dadako? Ndio, tunaishi vizuri. Unakula vizuri? Ndio. Unalala vizuri? Ndio. Kweli unifichi mwanangu? Sikufichi kitu baba. Kwa sababu unajua nini mwanangu? Unajua mimi nakupenda sana. Nataka muda wote uwe na furaha. Ndio baba. Unasikia? Nakupenda sana mwanangu. Pia baba. Hapo baba, unajua kesho ni siku gani? Siku ya kesho. Si kesho ni Jumapili au? Kesho sikumbukizi ya kifo cha mama. Ndio tutakwenda makaburini kwa mama. Nisamehe mwanangu. Nilikuwa nimesahau kwa sababu kichwa kina mambo mengi. Naomba nisamehe sana mwanangu. Lakini nakuahidi leo nikienda ofisini nitahakikisha ili kesho tukashinde wote kwa mamako. Unasikia? Ndio. Kwa naomba nisamehe sana. Ila kesho nakuahidi lazima tutende wote. Ndio. Unasikia mwanangu? Ili mradi tuwe na furaha. Kwa sababu ndio furaha yangu. Ndio. Nakupenda sana mwanangu. Penda pia baba. Yes. Mama, uliondoka ukacha moyo wangu, nabaki peke yangu, nalia gizani. Chozi la yatima linaanguka kimya, hakuna anayesikia kilio cha moyo. Ndani ya giza natafuta mwanga, labda kesho kutakuja faraja. Hadithi ya maumivu, hadithi ya matumaini. Hii ni chozi la yatima. Vanessa. Una shida gani na mimi? Kuhusu mama Vanessa. Mshakurufishana huko, mshagombana, sijui mmefanya nini huko, afu unaanza kuniambia hivyo. Sasa sikia,
kama mshahara kuna kitu umekifanya huko sijui umegombana, baadaye ndio tutaongea, tutakuwa na kaona nyinyi. Kwa saizi nina haraka, kuna kazi naenda kuifanya. Kwa baadaye ndio nitaongea, hata kama mmegombana mmefanya nini tutaongea baadaye. Saizi nataka niwahi kazini. Unasikia? Ni la muhimu sana. Jambo la muhimu? Kwani kuna shida gani? Mwanao Vanessa ni anatesa nyumbani. Nani? Vanessa. Mwanangu mimi Vanessa. Nani anakuambia kusema anateseka? Mimi rafiki yake ananiambia vitu. Yaani anashindwa kuniambia mimi, anakuambia wewe. Na wewe je, ushaimuona kusema anateseka? Ndio. Ushaimuona kwa mwanangu Vanessa anateseka? Ndio. Nani ambaye anamtesa? Mke wako na mwanao. Una hakika na unachosema? Kweli ninaweka nacho na siku utakuja kujionea. Wewe mtoto, una hakika na unachokisema hapa? Kwa mwanangu Vanessa wanamtesa sana. Ndio. Sawa. Hilo nitalifanyia kazi mimi mwenyewe na nitalifanyia uchunguzi. Nashukuru sana kwa taarifa yako. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya ndani ya giza, nalia moyoni, hakuna wa kuniona, natafuta mwanga. Vanessa. Abe. Nakumbuka 10,000 yangu. Ndio. Kumbuka vizuri eh? Sasa pale kwa nani, kwa unapajua kwa Mavivi? Ndio. Pale. Kwa hiyo nimechukua kanipa hela 12,000. Kwa hiyo ninachokuomba uende ukafue nguo, ukaoshe vyombo, ufanye usafi. Mimi hela nishachukua. Umenielewa? Ndio. Nenda sasa kafue huko. Nenda. Mbona ngera wewe? Acha unafiki wewe mwanamke. Mwanamke mnafiki sana wewe. Unavutia huruma kama binadamu vile, kumbe mnyama. Na ustahili kabisa kusameheka wewe. Hivyo ni kiumbe cha aina gani? Naomba nisamehe. Kweli nifanya makosa sana. Bora ukosea kitu kingine chochote ila sio kukosea kuoa. Kipi ambacho mtoto wangu anakukosea? Au kipi ambacho nakikosa hapa nyumbani? Mbona kila kitu ninachokifanya, kila kitu ambacho nikikileta nawaletea wote watoto sawa? Kuna siku ambayo niseme nyanyasa mtoto yote? Hasa kwa nini nafikia jukumu naanza kumtetesa mtoto wangu? Nangu naomba nisamehe. Anaishi maisha magumu. Acha unafiki. Unapigia magoti ambayo kunafiki hao kabisa. Naomba nisamehe. Yaani ustahili kabisa hata kusamehewa. Yaani hamna mtu yote ambaye anaweza kukusamehe kwa hiyo hatua. Nilikuwa nimekaa hapa na kusikia kila kitu. Wewe mwanamke una roho mbaya sana wewe. Mwanamke, unakumbuka siku nayo kuoa? Nikakwambia naishi na mwanangu. Na wewe ukaniambia unaishi na mwanao. Nikamwambia hapana, ulitaka kumpeleka kwa bibi yake. Nikamwambia hapana, mlete ili tuishi wote. Waishi wote, yule aishi kama dadake. Lakini cha ajabu umetumia kama fimbo, kama silaha ya kumwadhibu mwanangu. Hivyo unahisi mamake aliko kule anakuwa anajisikiaje? Unamtesa kiumbe ambacho hakina hatia, malaika ambaye hana hatia. Wewe mwanamke, katika siku ambazo umeniuzi kwenye maisha yangu ni siku ya leo. Bora uguse kitu chochote, sio kugusa mboni zangu. Ukimgusa huyu mtoto ni sawa sawa umegusa mboni ya jicho yangu, na sitokuacha. Sasa nikwambie kitu kimoja, chaguoni moja iliyobakia. Na mtoto ulivyo mnafiki, yaani umefuata tabia ya mama yako. Kweli wanakuambia siku zote
maji hufuata mkondo. Na kweli nimeona ni kwa sababu umerisi tabia yote ya mamako. Wanasema kusema mama anamrisisha mtoto wake. Kweli nimeamini. Umemrisisha mtoto wako kwa kila kitu. Roho mbaya, tabia mbaya. Katoto ni kanafiki wewe. Yaani ukiniona unaniektia. Kumbe una roho mbaya, unamchesa mdogo wako. Hivyo mtoto nishai kutesa wewe. Nishai kunyanyapaa wewe. Kila kitu ambacho namletea wewe nakupa na wewe. Lakini kumbe umechukia chuki ya mamako, mmejazana, mmetengeneza sumu ili ile kumteketeza mwanangu. Sasa sikia. Kwa taarifa yenu, nenda ndani, kabebe nguo, kabebe kila kitu kilago chenu, muondoke. Sitaki kuwaona hapa. We, kabebe vitu vyenu, ondokeni hapa. Baba, unanipenda mimi si mwanao. Basi msamehe mama. Hapana mwanangu, hata kama nakupenda sana. Mwanangu nakupenda sana. Ila nisamehe mimi babako. Kwa sababu babako nilikuwa sio sahihi. Sikuwa na jicho sahihi kumtazama kwa huyu anaweza kawa ni mamako sahihi kwenye maisha yako. Ila kumbe nakuletea sumu ambayo inakuja kukuasili mwanangu. Na unajua babako anavyokupenda. Lakini kumbe nilifanya makosa sana kumwoa mwanamke. Nilizani atakuwa sahihi kukulinda. Lakini kumbe anakuja ili akuteketeze. Sasa sikia mwanangu. Hii nataka isijirudie. Mimi ni baba bora. Sasa kuanzia leo mwanangu, mimi ndio nitakuwa babako, mimi nitakuwa mamako. Sitoshindwa kukulea. Niko tayari hata kuacha kazi ili nimlee mwanangu. Maana sitaki akutane na kitu chochote na changamoto yoyote. Sasa nendeni ndani, bebeni vitu, ondokeni. Mimi nitamlea mwanangu na nitaishi naye. Na sitaki nikukuone. Toka vitu, ondokeni hapa. Baba, mimi napenda hata wazazi wangu. Naomba msamehe mama. Msamehe mwanangu, na kukosea kweli. Mwanangu, una hakika unachoongea kwa umemsamehe mama? Ndio. Hii ni kwa ajili ya mwanangu. Ni kwa sababu nampenda mwanangu. Huyu ndo kila kitu kwangu. Huyu ndo maisha yangu. Kwa sababu yeye ashaongea. Kosa si kosa, ila kosa kutenda kosa. Na ikija kujirudia, sitokuja kukusamehe kwenye maisha yangu. Maana utakuwa umechokonyoa mboni ya jicho langu. Na mimi siko tayari. Maana mimi ni simba mkali ambao utakuwa umelarua. Nishai kufokea, nishai kutukana. Ila kwa sababu ya mwanangu, niko tayari kufanya kitu chochote kile. Kwa ajili ya mwanangu apate furaha. Sasa, kwa sababu mwanangu ashakusamehe, mimi sina kosa. Na sina kitu chochote. Ila anachokuomba mke wangu, kumbuka nakupenda sana. Tena nawapenda sana. Mtoto wangu amewasamehe. Na kuomba isije kajirudia tena. Hamisa, nashukuru mwanangu kwa kunisamehe. Hapana mama, mimi nimekusamehe tangu mara kwanza. Nashukuru mwanangu. Asante. Bado kuna tumaini kwamba siku moja ni Hapa ndipo tumevanisa. Wewe ndo Fatuma? Kiwasha. Naitwa Kiwasha kutoka kituo cha kati. Fatuma, unaripotiwa kwa kosa la unyanyasaji kwa mtoto mdogo. Hamna fande. Sisi tuna furaha hapa, tuna amani kwa sababu huyu ni mke wangu au ni watoto wangu. Sisi tuna furaha kabisa, hatuna kitu chochote. Yani ni mke wangu, hamna kitu chochote, hakuna unyanyasaji hapa. Sisi tunaishi kwa amani na kwa furaha kama unavyotuona tumekumbatiana hapa. Bro, no, yani shaka usuri jua sawa na usiku wa giza. Serikali na mkono mrefu, uweze kushana na serikali. Afande, mimi mamangu anitesa, ananipenda. Mtoto, usifiche maovu ya mtu. Mwache aende kuhukumia maovu yake gerezani. Umeelewa? Maana hukumu ni hukumu tu. Hamna afande. Hamna afande. Mwanangu, unanistahili hili kweli. Nimekunyanyasa sana mwanangu. Naomba uweze kunisamehe. Mwanangu, naomba uelewe wanangu vizuri. Nawapenda sana wanangu. Mama, mbona niache? Mwanangu, Twende bwana. Chozi la yatima halisikiki kwa wengi, linadondoka kimya.
ndani ya giza, nalia moyoni, hakuna wa kuniona, natafuta mwanga lakini ni giza tu. Chozi la yatima, hadithi ya maumivu, kila siku ni vita, hakuna pumziko. Lakini ndani yangu bado kuna tumaini, kwamba siku moja nitaitwa wa thamani. Usiniache, nihurumie, mimi ni mtoto tu, nahitaji upendo na mkono wa kuniinua. Nimezoea sauti za milango kufungwa, vikombe vitupu, meza isiyo na chakula.